Mchezo tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani, na mbele yangu ni naye mwenezi wa Azam FC. Tunakwenda kuzungumza yale ya kimichezo na burudani. Bigi, mimi ndo nimezoea chana na mwenezi. Ndio hivyo. Sinoje yote majina unasema jina alama tu. Yaani jina alama tu. Ukisikia wewe anaitwa Deliki alama tu. Umeelewa hivyo yani. Bwana ndugu yangu, tangu Azam FC wanampate matokeo dhidi ya AS Maniema hatujawahi kufanya jambo lolote lile, lakini pia nikichunguza kwenye data zangu, miongoni mwa timu ambazo zimecheza kombe la shirikisho pamoja na klabu bingwa barani Afrika ni Azam FC tu. Pasi na shaka ndo timu ambayo imepata ushindi. Wengine wanafeli wapi mwanangu? Wanafeli kwa sababu kule hakuna kina Tatu Malogo. Hakuna kina Tatu Malogo kule. Kule hamna Tatu Malogo. Yaani kule manake bana yote manyau yanakuwa manyau. Mambwa yanakuwa mambwa. Unaelewa? Tofauti na huku kwenye ligi yetu tunajua tuna kauli mbiu tunasema soka letu kivyetu vyetu. Unaweza kuona manyau akaambiwa mambwa na ukalazimisha sema hao mbwa. Na wewe ukabidi uitikie hawa ni mbwa. Ndio soka letu hilo. Kwa hiyo kule akina Tatu Malogo hakuna. Mwisho wa siku na vitu kama hivyo. Sisi tuna point 9, tumeweka rekodi ambayo kwenye soka la Tanzania haijawahi kuwekwa kabla, sawa Kwa sababu kwa mara ya kwanza tunaingia kwenye group stage na tunapata point 9, maana ni kitu kikubwa sana. Yanga aliingia group stage kwa mara ya kwanza akapata point 2 tu, maskini ya Mungu. Simba ameingia kwenye group stage kwa mara ya kwanza na jana zungumzia pale kwa mara ya kwanza wanaingia akaondoka na point 7. Kwa maana yake sisi Azam Football Club tumekuja kufanya kitu cha tofauti, kitu ambacho hakijazoeleka kwenye ardhi ya Tanzania, lakini kama haitoshi tunaenda kufanya maajabu mengine. Hapa sasa hivi naongea na watu hapo juu hapo kwenye mwewe. Watu wanaendelea wanaogelea wingu. Watu wanaoga wingu mpaka sasa hivi naongea na wewe. Muda si mrefu wanaweza wanaingia mjini Casablanca na kuangalia mazingira mengine yanaendeleaje. Hiyo ndo Azam Football Club ndugu yangu. Sisi tumekuja kufanya mambo kwa tofauti kabisa. Tunafanya vitu kwa tofauti kabisa. Hayo ndo matusi ya Florai Benge. Kocha wa boli, mtaalamu wa mbinu, Florai Benge. Bwana wawili tayari mwendo ameumaliza. Wawili wamebakiza hesabu za kalkuleta. Ni pamoja na nyie pia. Wawili ambao tayari mwendo wameumaliza na wawili waliobakiza hesabu za kalkuleta kina nani? Unajua Azam usitaki nakwambia usihusianishe Azam na timu yoyote. Yaani nisikilize nikwambie kitu kimoja. Hebu nitaje kwanza wawili ambao unasema mwendo hawajaumaliza, afu mimi nikwambie kama kuna ukweli au hamna ukweli. Wawili mwendo wameumaliza. Sawa, ambao ni nani na nani? Singida Black Stars mwendo kaumaliza. Lakini pia vile Simba Sports Club tayari mwendo ameumaliza. Sahihi. Ambao hawajamaliza mwendo Young Africans hajamaliza mwendo. Azam FC hajaumaliza mwendo. Japo wana mtihani mkubwa sana. Ndugu yangu, nafasi aliyokuwa nayo Azam ni nafasi tofauti kabisa na nafasi ambayo anayo wewe unamsema wewe Yanga. Yanga nafasi yake anabidi afanye dua kuwaombea watu wagombane na kuwakumbusha magomvi yao. Sijui umeelewa? Waligombana hawa, waliwahi kupigana. Hawa sasa hivi zinaanza kurudi clip zao za zamani. Mwaka jana walipigana kiwanjani. Hata muachia yule, lazima ampige. Yaani imagine wewe una mechi yako ambayo inabidi uicheze, sawa na JS Cabin ambayo inakutaka ushinde. Lakini hata kama ukishinda wewe, bado kuna mtu matokeo yake yakiwa mazuri kwa mtindo wote, iza akipata sare au akishinda, bado wewe utoboi. Yaani wewe kwanza unahitaji matokeo ya aina mbili. Wewe kwanza ushinde kwenye mechi yako. Sawa kwa Yanga hiyo. Nisikilize sasa. Yaani umeona inabidi ashinde kwenye mechi yake. Lakini achilia mbali yeye kushinda tu, inabidi aombe vile matokeo ya mechi nyingine kule ya pili. Kwamba kwa vyote ambavyo vitakavyokuwa, ahakikishe kule Ahali amfungi yule bwana. Hata sare haipatikani. Sasa yule rafiki yangu mtu mmoja naomba dua ngapi hizo? Hata kama ndio Mungu akwambia kweli bana. Sasa hivi mbingu zimefunguka. Sema unachotaka, unasema unataka nini? Unataka wewe ushinde au unataka kule Ahali auwe? Na anataka upeleke dua moja, utapeleka dua gani? Hujashindwa mtihani huo? Au hujabaki nyumbani? Kwa hiyo ndugu zangu, ni mswala ambao unahusiana swala la Yanga, usizungumzie kabisa na Azam Football Club. Sisi tuna mambo tofauti. Sisi tunaenda kule lengo ni kwenda kushinda mechi, kumfunga Wydad. Hakuna tena kitu kingine. Na hatumuombi mtu yote afanye kitu chochote. Sijui unanielewa? Sisi tunataka kwenda kumfunga Wydad Athletic Club basi. Tukimpiga chuma hizi tumevuka. Tukimfunga Wydad chuma 2 sisi tumevuka. Niulize kwa nini? Kama bado unajua kumbe unajua. Kama unajua basi ndio hivyo. Maana sisi tukishampiga chuma 2 yule, hapa sasa tufunga moja. Tukimfunga 2 hatupiti. Tunahitaji dua ya nani? Tuombee kitu gani? Kigeuke nini? Ndugu yangu, sisi ni watu ambao tuna ulimwengu wa tofauti. Usitutajie hao watu.
Umesikia sijui hao mimi nawaita makubwa jinga. Ni watu ambao walishatangulia mjini kwa muda mrefu sana, lakini nchi hawajanufaisha kwa mtindo wote. Ni vilaza kabisa. Acha Azam sisa iendelee kupeperusha bendera ya nchi. Acha Azam sisa tupambane kuhakikisha kwamba ligi ya Tanzania inaenda kuwa miongoni mwa ligi 2 bora za Afrika. Maana wao walifikisha ligi 4. Wao walipambana kufikisha ligi 4. Sisi tukatuhakikisha na kuwa ligi katika ligi 2 za Afrika bora pamoja na ligi ya Tanzania. Sijui umeelewa? Football Club, Azam Football Club, Florent Ibenge ndo anakuja kufanya vitu vyote vya ajabu kwenye nchi. Vitu ambavyo watu hawajavizoea kuviona. Sijui umeelewa? Timu ambayo ina vikosi viwili. Vikosi vingapi? Na vyote vinafanya vyema. Vikosi vina vyote vinafanya vizuri. Kwa hiyo ndugu yangu, unapotutaja sisi Azam, tutaje katika daraja la tofauti, tutaje katika mlengo wa tofauti. Usituhusishe kabisa na hizo timu za kulisi. Usitugusie kabisa huko. Sisi huko hatupo. Tupo kwenye ulimwengu wa tofauti Deriki. Sawa sawa? Kwa hiyo mimi naomba nielewe katika hilo nakwambia, ndugu yangu, wewe jiandae tu kwa sababu wewe pia ni mkazi wa Mbagala, labda majirani mimi na wewe katika kitu ambacho nakuahidi. Kwanza maana kuna watu wananitafuta sasa hivi. Hivyo vidole si mpango wetu, si vidole. Tunawaambia ndugu yangu, niliweka kweli ahadi ya kukatwa vidole, lakini kama ukijua kwamba kidole hiki hakitokatwa kwa sababu nina uhakika wa Azam FC kwenda hatua inayofuata. Sijui umeelewa? Maki watu wanategemea watakuja kunikata vidole. Wapo wananifuata sana ma DM nini kwenye ma comment. Vidole si shida yetu, vidole tu. Ndugu yangu, sawa niliahidi kweli vidole, lakini sio kwamba utavipata vidole. Azam hatua inayofuata sisi tunaenda kwenye finali Morocco ndugu yangu. Sikilizia finali ya Morocco inavyoenda kuchezwa. Toka tukaoneshe watu kama nyinyi mlikuwa mnafeli wapi kwa Waarabu, hususan mkienda nyumbani kwao. Tusikilize sisi nakwambia. Ameshindwa Simba kule, akashindwa na Yanga Africans. Unamtaja Simba wewe nani bwana kwenye ulimwengu wa soka? Simba ina miaka mingapi kwenye mpira wa Tanzania? Imesaidia nini mpira wa nchi? Una miaka 100 kwenye mpira kwenye nchi ya Tanzania. Mashindano unacheza miaka 90 na bado hujachukua ile kombe. Yeye ndo sababu ya wewe kwenda leo. Sababu ya nani? Ya wewe kwenda leo huko liko. Kwa hiyo magoli nilikuwa nafunga msimu uliopita, wakati watu wanafunga magoli Azam iweze kumaliza nafasi yake iliyomaliza, alikuwa wachezaji wa Simba ndio walikuwa wanaifungia Azam magoli, si ndio? Yeye ndiye ambaye amekubeba wewe. Mbona hajamsaidia Pamba? Mbona hajambeba Pamba? Pamba alikuwa hajacheza ligi. Costi, mbona hajamsaidia Costi Union? Wewe ndo amekusaidia. Na kuuliza swali, mbona hajamsaidia Costi? Yaani wewe na Singida Black Stars. Hakuna cha kumsaidia, kila mtu amepambana kadri anavyoweza. Sijui umeelewa? Na ili kudhibitisha na msaada. Lakini leo hii unaosema kwamba mimi amenisaidia, amecheza mechi 5 na pointi 2. Alafu mimi unaomba nimesaidiwa, nimecheza mechi 5 na pointi 9. Mimi na yale msaidie mwenzie nani? Hapa tukusema tuweke kwenye mizani hapa nani ambaye amemsaidia mwenzie? Kushiriki kwake mara kwa mara kwenye michuano yake. Kushiriki kwa mara haisaidii kitu. Bado wewe una historia yote kubwa. Ili uwe na historia. Nisikilize, alama nini? Hamna kitu kinaitwa alama. Kombe ndio ndio maana nikakwambia nisikilize. Iko hivi. Kanuni ya maisha ilivyo. Nisikilize nakwambia ukweli Deriki. Kanuni ya maisha ilivyo ni kwamba historia ipo kwa ajili ya washindi tu basi. Sijui umeelewa? Yaani historia inaandikwa na mshindi. Na ndio maana ukisikia bana klabu bingwa mwaka jana bingwa nani? Ndio utauliza hivyo. Sijui umeelewa? Basi ndio utauliza hivyo. Bingwa mtazila hivyo. Hakuna mtu hivi zilishiriki timu ngapi? Hivi huyu alikuwa kundi gani? Maswali yote tunapotezeana muda. Swali linakuwa moja tunahitaji jibu. Klabu bingwa msimu uliopita bingwa alikuwa nani? Anatajiwa. Bana bingwa alikuwa Piramidi. Imeisha hiyo. Mnaondoka zenu. Sio tena bingwa alikuwa nani? Hivi finali alicheza na nani? Hivi hakuna kitu kama hiko. Kwa hiyo historia ipo kwa ajili ya washindi. Simba na Yanga hawajawahi kuwa washindi toka wamezaliwa. Wana miaka 100 mpaka sasa hivi. Hawajawahi kuwa washindi. Hata sisi ndio tunakuja kuonesha utofauti na kuonesha wao walikuwa wanafeli wapi. Na ndio safari imeshaanza hii. Kama ambavyo tumeonyesha kwamba mlikuwa mnashindwa kuzifikia alama 9 kwa mara ya kwanza mlipokuwa kushiriki. Mlishindwa, sisi tumefanya. Tunaenda kuchukua mpaka kombe la Afrika. Kama sio mwaka huu mwakani. Kama sio mwaka huu mwakani. Tayari kumbe ushaanza kujitoa. Nakwambia nisikilize nakwambia. Sikiliza mimi unajua mpira ndio maana naongelea. Sijui umeelewa? Yaani kuna baadhi ya vitu inawezekana nikawa naviongelea katika mlengo ambao ndio mimi ni mshabiki. Sawa? Lakini kuna vingine unaviongelea katika mlengo wa ukweli. Hata kwenye maisha ya kawaida, mtoto akizaliwa anachofuata na nini? Kukua, hatua za ukuaji zipoje? Atatambaa, atatembea, atakimbia. Hasa nyinyi msitaki tupaji kwa sababu sisi tuna hela, msitaki tupaji jukumu kwamba tumeshazaliwa, basi moja kwa moja tuanze kutoka nduki, hakuna. Kwa hiyo lazima kwa sababu sisi tuna hela. Ukishakuwa bosi unaweza kutatua kila kitu. Ndio hivyo. Hasa asiyejua huko lio nani? Yaani ina maana jambo la kutaka tuliongea kisiri jamani kwamba Azamu ana hela. Nani mwenye hela mwingine nani? Nani mwingine mwenye hela? Huyu bosi wa Vibelita au wakati umefikia wapi? Wale ndio ukisikia vilaza niliwahi kuambia hivi. Chizi hata kama ukimsikia amepona. Umeelewa? Siri ya Chizi hata kama msikia anajua anataja jina lake, mimi bwana naitwa fulani bin fulani hivi, lakini maadamu alifanikiwa kupata cheti cha Milembe na akaandikiwa pale. Alifanikiwa kupata cheti cha Milembe cha kumthibitisha kwamba huyu ana matatizo ya akili. Maana yake huyo mtu hawezi kupona tena. Hata kama akakuzuru, akionyesha cheti chake cha Milembe, maana yake anakuwa na excuse hiyo.
Sijui umeelewa? Yaani wewe hata kama akakufanya vibaya, akakupiga jiwe, akakuchoma kisu, chochote kitachotokea. Lakini akichukua cheti chake cha Milembe akaenda kuonyesha tu kwenye kituo cha polisi, jamani, huyu mgonjwa wa akili. Sijui umeelewa, sijui. Maana yake automatic inafanyaje? Zoezi linakuwa watu wanaelewa kinachoendelea na maisha yanasonga mbele. Sijui umeelewa? Iko hivyo yani. Bwana, mashabiki wa Simba sasa hizi ukiwagusa kidogo tu wanapigana. Kuna mmoja yule anakuja kama jezi. Hao hawajielewi, yani hao ukiuliza sio mwanao njoo. Wewe ndo kumuita shabiki la kafu. Shabiki wa kwanza kumpa masharti bosi. Yaani yeye ni shabiki alafu kampa masharti bosi. Tajiri. Kampa masharti tajiri kwamba bana wewe ndani ya masaa 72 hakikisha unaondoka. Lakini sasa cha kushangaza wakati yana tu masaa 72 anakuta wale wenzake waliofuatana nao wote. Yaani kama alikuwa jeshi wamesonga mbele, ageuka nyuma hivi, hakuna mtu. Wewe ndugu yangu shabiki la kafu amebaki peke yake. Kwa hiyo anapambana ndugu yangu, nampa pole kwa anayopitia. Najua changamoto ni kubwa na hangaika nayo. Sawa. Ila ndio hivyo. Amegeuka nyuma, watu hawapo. Unajua Bigi. Wakati huo Mwalimu Nyerere anataka kuiokoa Tanganyika. Mimi naamini alikuwa na watu wengi. Wengi wao walikuwa waamini kama Tanganyika inaweza kupata uhuru. Baada ya baadhi ya watu waliacha ndala wakaiacha. Mimi naamini tuliobakia tunaweza tukachukua ushindi kuliko tungeenda na lundo la watu wengi. Kwa kuondoka kwao sisi kama mashabiki ambao tunajitambua. Nadhani watu sasa wameshajua kwamba wanafiki wepi na wanataka kuiokoa Simba ni wepi. Sisi lengo letu kuiokoa Simba na Simba inakwenda kuokoka muda wowote kuanzia sasa. Kwa hiyo ndani ya timu yenu nyinyi kuna wanafiki. Kuna kwa ndio mwenyewe umeona? Ndo nataka kwa hiyo wanafiki wapo. Wanafiki wapo wa kutosha. Na ndio hiyo tu ambacho kinatutafuna. Sigara kali. Yaani watu wanawasha mbele na nyuma hiyo. Yaani hawaeleweki. Sigara kali. Inawasha mbele na nyuma. Umesikia? Yaani ndio mwenyewe umeona? Unasikia Deriki mambo hayo? Ndani ya Simba Sports huko. Ndugu yangu, chizi ya poni anapata nafuu tu. Bwana mimi nataka tuulizane kitu kimoja kabla sijaja kwako. Nijibu tu kwa ufupi, ndio au hapana? Tajiri ananuniwa, tajiri anununiwa. Jibu la kwa ufupi ananuniwa. Anasema tajiri ananuniwa. Narudi kwa tajiri ananuniwa, tajiri anununiwa. Mimi kanuni yangu nawaambiaga kitu kimoja. Kanuni iko hivi, njia ya kwa bosi hayoti nyasi. Ndio kanuni ya maisha ipo hivyo. Njia ya kwa bosi haifanyeje? Hata kama mkasikia kwamba ndio maana kwamba hakuna umoja wa watu maskini. Umoja huo hakuna. Ushirikiano wa watu ambao sio kwa na hela haupo. Ikiingia hela tu mnamwagikana. Hawajamwagikana. Walitana. Mimi kitu kimoja. Walitana katika harakati zao kutaka kuikomboa timu yao. Au sio bwana? Wameiona katika harakati kutaka kuikomboa timu yao. Wameiona timu imezungushwa minyororo, wameiona timu imekuwa mzito, timu haifanyiki chochote. Sijui umeelewa sijui. Timu wakaamua kuitana, ndugu zetu, twendeni tukaipambanie timu yetu. Ndio unabaki ndio unaitwa umoja wa nini? Masikini. Sijui umeelewa? Wakaitana. Na walioitana ni kina nani? Sasa si ndugu zetu kitumbua na togwa. Kwani uongo? Kwambaje mabosi? Ina maana mimi nitakuwa naongea unafiki au? Wale walioitana pale kwa mabosi wale. Wana viwanda wapi? Bwana Deriki acha kutugombanisha bwana. Tunapokuwa tunaongea ukweli ufuate ukweli. Umeelewa si? Waliitana, wakakubaliana. Sijui umeelewa bwana, twendeni hiki na hiki na hiki. Wakapeana agenda mpaka kuja kwenye media, maana yake agenda zimekubalika na zimekliki kwenye kichwa. Twende tukaziseme. Kilichofuata sasa. Ndugu yangu kabaki peke yake. Amegeuka nyuma, watu hawapo. Mimi naamini binafsi kwenye safari yoyote. Ngoja kwanza. Unajua Bigi, kitu ambacho hujakielewa ni kitu kimoja. Yaani kuishi na mnafiki ndani bora uishi peke yako. Mimi naamini wale tungeendelea nao wakiwa wanafiki wangekuwa wanatusumbua. Afadhali hivi wamekata nyama kikaa nje, wanajua wapambanaji akina nani. Sasa je, swali linakuja, japo mimi sio mtangazaji. Je, wenye moyo kama wako ndani ya Simba wapo wangapi ndugu yangu? Ambao wataonyeshwa fedha au sio bwana? Chochote kitu. Au sio bwana? Bwana kanywe maji baba. Watarudi na kuja kuambia ndugu yetu, sisi bwana huko hatuendi. Sio wapo wengi. Kama wapo wengi maana yake movement yako utahangaika nayo. Lakini kama unajijua upande wako mpo wengi, endelea ndugu yangu, mnaweza mkafaulu na siku moja utaimbwa kama shujaa ndani ya viunga vya Simba. Lakini kama mko wachache na wengi na wananogewa na furusi inawanogea, kazi unayo ndugu yangu. Umesikia moja.
kwenye safari ya watu wengi kufika kwake lazima kutakuwa na ugumu barabarani, mnaweza mkaishiwa nauli na nini. Kwenye bajeti mkawa mnapungukiwa, unanielewa? Hata mtu akitaka kutoa bajeti atashindwa, lakini safari ya watu wachache mtu akitaka kuwasaidia inakuwa rahisi zaidi, kwa sababu anajua mfuko wangu hautafanyeje, hautaungua. Kwa hiyo safari iliyobakia katika watu 6, safari iliyobakia sasa si watu 2. Mimi ngoja basi, mimi na Mnandi Junior, lakini press ya kwanza siliitwa kumkataa Mangungu na bado tulibakiwa 2. Lengo letu silikuwa kadi ya wanachama. Kadi ya wanachama sinatoka hapa karibuni wanavyotangaza. Majibu yako manake nini? Ngoja basi, ngoja. Majibu yafanyeje? Yanakwenda kutiki. Na hata hili tumelisema, mimi nimetoa masaa mangapi? 72. Baada ya masaa 72 kuna mtu hajaumbuka hapa karibuni. Tayari. Maana yake mchono unatibu uwezo mpaka ngoja watu wengi. Vitani unaweza ukaenda peke yako na ukashinda, kikubwa akili. Sasa subiri kwanza, kila kafu. Mangungu anafaa fai? Nani? Mangungu. Kwangu mimi kila mmoja ana play part yake. Mangungu anafaa fai? Ana play part yake. Mangungu ana lawama zake, Tajiri ana lawama zake. Hilo jibu no comment. Kwa hiyo wale wote wana lawama zao. Kila mmoja na wakati wake. Mimi naamini lawama ya upande mmoja inaanza kujibiwa taratibu. Lawama ya Mangungu kadi ya wanachama, transformation. Lakini vitu vingine vinafanyaje? Vinaanza kujibiwa taratibu. Mimi inabidi lawama ya Mangungu imeanza kujibiwa. Lawama ya Tajiri bado haijajibiwa. Masaa 72 bado hajatokea majibu. Transformation imekamilika bado? Transformation ya Simba. Kwa mujibu wangu mimi kwa sasa hizi isikamilike kwanza mpaka Tajiri Mohamed Dewji aondoke. Isikamilike kwanza mpaka Tajiri Mohamed Dewji aondoke. Hakuna transformation hapa. Tushagundua kwamba yeye tushagundua kwamba yeye ndio anazuia kadi za wanachama. Unanielewa? Akabidi wewe uamini. Timu za kulisi hizo ndugu yangu. Timu hizo hawazipendi wenyewe hizo wanalisi. Umeona hasira alizokuwa nazo hizi? Ndio inavyokuwa mali ya ulisi baba. Unajua kusikia watu wanauana kwa ajili ya mali ya ulisi? Unajua kusikia? Ndio shughuli hiyo sasa. Haambiwi kitu kijana hapo sasa hivi. Haelewi lolote. Yeye anachokitaka bosi aondoke. Au sio bwana? Bosi, ngoja kwanza. Sisi tumetaka kadi ya wanachama. Unanielewa? Lengo lini? Kuisaidia klabu yetu ya Simba kwenye mapato. Leo hii tukitokea wanachama milioni 2 tunapata shilingi ngapi? Zaidi ya mabilioni. Maana yake yeye hataki wanachama wajizalishe upya, lakini pia kipindi anakuja kuwekeza Simba, kipindi anakuja kutudanganya mkataba wa uwekezaji wa Simba, alisema Simba alikuta ina wanachama na mashabiki. Leo hii mashabiki wanataka kubadilika kuwa wanachama. Maana yake kwenda comment vile transformation hiyo imefanyaje? Kaizuia, na ndio maana tunaomba transformation iliyobakia sasa hizi ni Mohamed kuondoka, hakuna transformation nyingine. Hatari hiyo. Bosi anajambishwa wapi anaambia ukweli? Bosi anajambishwa, ukisikia bosi anajambishwa ndio hivyo. Haya bwana, ndugu yangu, hongera na mapambano yako. Mimi nakuombea Mwenyezi Mungu kama utaweza ndugu yangu hayo. Safi. Sijajua. Azam FC ni sehemu ambayo mtu haitwi. Mtu anakuja mwenyewe tu kwa kuangalia kinachoendelea basi. Kwa hiyo mimi ninachomwambia kwamba nampongeza na mapambano. Sasa ndugu yangu, sio familia za unakosea. Sema kwenye timu ya familia ya mabosi. Malizia basi. Sasa usiseme tu timu ya familia ya mabosi. Timu ya familia, siwezi kuja kwenye timu ya familia. Bosi ambao nyinyi alikuwa anawatileni kila siku jeuri na kujifanya kwamba kuna siku hawa waliahidiwa mpaka ubingwa wa Afrika wataupata hao. Mwisho wa siku tumepata nafasi baada ya tumepata nafasi baada ya ubingwa. Umeona kazi hiyo? Tumepata nafasi baada ya ubingwa. Hawana ubingwa. Ubingwa hajaupata. Kwa hiyo ndugu yangu, hakuna nafasi ipo. Lakini sasa unaona jiuliza, shabiki la kafu miaka 7 unaona kwenye nafasi tu. Inakuwa sio kweli. Tunaweza kusema kwa wapi mwenyewe anaelewa. Hongera ndugu yangu, hongera. Pambana. Umesema upo na Mnandi? Nani? Na Mnandi Junior hapo ndio ulikuwa kutokea. Sahihi kabisa. Hivi vyuma vya Mjerumani. Babu, wakili wangu kaniambia wewe sema chochote. Wakili mnaye? Tunaye. Mnaye wakili. Kama wakili mnaye sawa, lakini kama wakili hamna, hiyo vita mzito ndugu yangu. Ngoja kwanza, kama kuna mwingine huko muongeze. Vita hiyo wakili, si una wakili kama 4, kama kuna 5 kwa kweli yupo tuletee. Basi. Wewe unaonaje? Jaribu kwenda kuongea na kina Mabukusi ili tuone mnaweza mkasaidiwa vipi. Sio tusaidie, wasimamie hili kwa sababu lengo hapa tuiokoe Simba. Inawezekana Simba hapo kwenye kichaka, nataka tumtoe kichakani akae kwenye nyasi. Rais yule, yeye rais. Kugombana kwao wenyewe kwenu furaha. Sisi hao tunataka, yani hao sisi tunataka wapasuane hivi ndugu yangu. Hao sisi tunataka wapasuane. Sio hawa tu. Yani mimi ndio maana nikapata usharifu wa dakika 5. Yani bwana, kwanza sasa hivi wewe sharifu, kila unachokisema kinabidi kiwe. Mimi neno langu la kwanza kabisa ilikuwa Simba na Yanga zifutike.
Hakuna Mtanzania wote ambaye angekumbuka kuhusu neno linalohusu Simba na Yanga. Afu kuanzia hapo tuanze kutafakari mpira wote Tanzania. Kwa hiyo wanavyozidi kupasuana kama hivi, mimi ndo napenda, mimi ndo nafurahi. Natamani iwe hivi hivi. Natamani gomvi hili sasa. Hivi hapa nalisubiri kwa hamu liamie na upande mwingine. Na nakuhakikishia litahamia tu. Kwa sababu hizi ndio hulka wa timu hizi za Kariakoo. Ndio maana mimi wote nikawa nawaambia, hizi timu kwa mpenzi wa mpira ambaye anaupenda mpira, sijui unanielewa? Kwa mtu ambaye anaupenda mpira, hizi sio timu za kuzishabikia. Bwana, hao mnaoona mwendo ameumaliza. Nani? Kwenda wapi? Kimataifa. Kumbe wana safari. Sasa wewe kumbe kwani umeona hii jezi? Kumbe na safari yako alafu unataka kuniambia. Unasikia swali lake? Unataka kwenda wapi? Unaiona jezi? Unaona jezi? Neno langu la kwanza nilikwambia. Nikwambia. Mtu akishakuwa na cheti cha Milembe afanyeje? Sasa ajui na timu ina pointi 9 sasa hivi Tanzania. Ndio timu ambayo ina pointi nyingi kuliko timu yote. Lakini habari yeye ana. Ngoja kwanza. Ajumlisha zake na mtani na ajumlishe za kwake yeye. Sijui ajumlishe za kwake yeye. Aende pia akachukue timu ya Mpwawe yule. Au sio bwana? Zinakuwa ngapi? Pale inakuwa 5 7. Huyu mwingine mtoto mdogo huyu ambaye ndo binamu yake huyu mwenye jezi ya njano ana ngapi? Ana 4. Wakijumlisha inakuwa ngapi? Inakuwa 10. Jana wanatuzidi pointi moja. Yaani timu 3 za Tanzania zikijumlisha pointi zake anatuzidi Azam pointi moja tu. Imagine. Mwenezi. 2 na 1 ilikula na Doto, 2 hayuko mbali na 1. Hata usipate usihangaike sana kwa eti. Yaani yuko sio mbali sana. Sawa sawa? Kwa hiyo sio mbali hapo. Safari yenu mnaenda wapi? Mbona hujanijibu unazunguka? Ndugu yangu nikupe taarifa, kwa taarifa nakupa. Kwa sababu hujanipa. Huu mzigo mwanangu ile picha moja kwa moja mpaka sasa hivi naongea na wewe kama nilivyokuambia kwamba sasa hivi tunaongea timu sasa hivi ipo imekula mwewe. Sawa sawa kwenda Morocco. Sawa sawa hadi wa 5. Sawa sawa tunaenda kumkanda sio kucheza. Tunaenda kumkanda Wydad Athletic Club ya Morocco. Aliyowakanda Zanzibar huyo. Alimkanda nani? Wewe. Alitukanda Zanzibar. Kukanda unajua maana yake? Sisi Zanzibar wao wametufunga. Yaani goli moja ni kufunga. Ngoja kwanza. Goli moja ni kufungwa. Ngoja kwanza. Unajua goli moja anapata watoto 3 ambao ni pointi 3. Nguruwe huyo. Ngoja kwanza. Sio binadamu. Sio binadamu. Huyo nguruwe. Hata mimi nakwambiaje nisikie. Ndio nisikilize nakwambiaje? Tunaenda kumkanda. Maana ya kukanda kama tulivyokanda tumekupasua ngapi? Wewe umenikanda mimi. 2. Maana hizo kule ndio kukanda. Ila huku kwingine ni kushinda. Nyumbani kwako. Sasa nataka nikwambie. Yule kala ukweni na anakwenda kula kwao. Amekula ukweni na anakwenda kula kwao. Anaangalia kwanza mkwe mwenyewe nani? Mkwe wake. Mwambie mkwe wake Dudubaya, mkwe wake Dudubaya. Ndio sisi hapa. Kala ukweni umesikia si Zanzibar. Na anakwenda unajua anaenda kuoa ndoa nyingine, anaenda kuolea sehemu ya mbali. Ukishaenda kuolea sehemu ya mbali, maana yake atakuwa ubaki kule siko moja. Kwa unapopewa mke unakula pale mali yako kwanza. Na ndicho alichofanywa Azam. Kaliwa hapa, anakwenda kuliwa na nyumbani. Sasa huo mtazamo wako. Ila ndo nakupa siri. Huo mtazamo wako. Ngoja kwanza. Unajua sio mara papu ndugu yangu. Ngoja kwanza unajua kama ZH. Wewe unamjua Fei Toto? Faila Sufi, fundi wa mpira, kiungo cha boli. Mchezaji pekee aliyeweza sasa ukimzungumzia Fei Toto, ukimzungumzia Fei unamzungumzia mchezaji ambaye ameibeba nchi mikononi mgongo wake na kupeleka hatua 16 bora Tanzania. Hata utamtaja ZH kwa Fei? Au kwa sababu amecheza Ulaya? Sasa sio mchezaji. Wewe unasemaje? Wewe si uje kuona bara lake na kuja Fei hapo. Zanzibar safiri. Nani? Mechi yenu na Zanzibar safiri. Kitambala hakuepo, Jeff Kitambala bora. Hakuepo Kitambala bora. Tunataka kuombea watu wote wawepo na wewe ikiwezekana. Mumkatie tiketi awe uwanjani ili atakapolia ni muone. Mimi kesho asubuhi naondoka. Kesho asubuhi mimi naondoka. Mimi kesho asubuhi naondoka. Maliza na hili hapa bwana. Mwenezi ndio mtu pekee aliyeweka hadi timu yake na kuiona inafika hatua ya fainali. Akaweka ahadi vidole vyake vikatwe. Kumbe ameweka vidole. Ngoja nijiangalie. Mwenezi ngoja nijiangalie. Vidole mimi nilivyosema. Jawapi. Subiri kwanza. Mimi bana nimesema hivi, subiri kwanza. Mimi nimesema hivi. Iwapo Azam haitochukua ubingwa. Simeelewa sisi. Ubingwa nini? Ubingwa wa kombe la shirikisho. La hili ambalo mnacheza. Ile ambayo tunaenda kucheza. Lakini ndio kama unavyoona mambo yanavyokuwa. Tuna pointi ngapi sasa? Mwenezi anacho vidole. Sisi sasa hivi tuna pointi 9 na tunaenda kutimiza pointi 12. Tunaenda hatua inayofuata, kila kitu kinakaa sawa sawa. Ngoja kwanza. Sikasema naenda Morocco. Mimi huyu ndugu yangu. Kesho. Aniambie namsindikiza airport. Hiyo hadi ya kukatana vidole. Huyu akinisindikiza airport nishakwambia huyu ana cheti cha Milembe. Airport mimi nitakatazwa kuingia kwa sababu nitaonekana nimesindikizwa na nani? Sawa, nitakusubiri. Hapo sawa. Nikikuona nitakwambia ndugu yangu nimerudi. Mimi ndo nitakuwa najua kwamba sasa hivi kidogo saa inasema ukweli. Kutoka kule.
nitumie message narudi. Unanisikia? Kwa sababu mimi ninajua utakuwa na zawadi ya kutoka kwa mume. Utakuwa na zawadi ya kutoka. Zawadi siku zote. Zawadi siku zote inatoka kwa mke. Mume ndo anaenda kuichukua. Ngoja kwanza. Nimekwambia ndoa umekwenda kwa wako. Kwa hiyo unakwenda kule bwana. Ukirudi rudi na zawadi. Hiyo zawadi utakaibeba, mimi nitakufuata airport tuje kuchukua yote, haina shida. Basi mimi kwa sababu kama mume na wewe umeamua kuja kuchukua mume. Hapana, wewe mke wa sasa inategemea na naongea naye. Inategemea na naongea naye. Sasa nipo na wewe tena hapa tutaje baba ya Wydad. Wewe mbona Wydad bicho mengi yangu. Inategemea na naongea naye. Wydad bicho. Kwa nikisema mimi ndio mume, inategemea na naongea naye. Nipo na nani? Wydad bicho mengi yangu. Mimi nazungumzia Wydad bicho mengi. Haina noma mwanangu.